Ndugu Waislamu wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, ahbaba rasulillah, hapana budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kuweza kuidiriki Ijumaa hii leo kwa mara nyingine, kwani yote ni ya mapenzi yake Allah na si kwa ujanja wetu wala uwezo wetu wala maarifa yetu. Tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, maudhui ya hutuba yetu ya leo anwani yake inasema zakatul fitri wa fawaidiha. Leo kwa kuwa tumo ndani ya Ijumaa ya mwisho kabisa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hatuna budi kuzungumzia kuhusiana na zakatul fitri. Zakatul fitri na faida zake. Kabla ya Eidul Fitri, baada tu ya salatul Eid, yajibu ala kulli muslimin maarifatu maana zakatul fitri. Kwanza kabisa ni wajibu kwa kila muislamu aweze kutambua nini maana ya zakatul fitr. Ikhwatal muslimun, ala man tajibu zakatul fitri, ni juu ya mtu gani ambaye inapasa juu yake kutoa zakatul fitr, wa ala man tu'ta zakatul fitri, na ni juu ya nani au ni mtu gani ambaye anayepaswa kupewa hiyo zakatul fitr, wa ala man tu'ta zakatul fitr. Kwanza ni mtu gani ambaye inapasa kutoa zakatul fitr, au ni nani ambaye inakuwa wajibu na inapasa kwake yeye kutoa zakatul fitr, kisha ni nani ambaye inapasa kupewa na kupokea zakatul fitr, wa ayu waqtun sahihatun zakatul fitr, na ni muda gani ambao ni sahihi kabisa katika kutoa zakatul fitr. Awalan, kwanza kabisa ikhwani fillah, kullu ma shara'a bihi fil islam fa'lamu annahu kana fihi manafi'un wa fawaidun adida. Ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa inatupasa tutambue ya kuwa sheria yoyote ile ambayo imewekwa katika Uislamu, tutambue ya kuwa kwa sisi ambao tumeweza kupewa sheria hiyo ndani ya Uislamu, ndani yake yapo mafanikio na faida ni nyingi sana, ijapokuwa baadhi ya watu na wengi katika watu hawapendi na wanazikacha na wanazikimbia baadhi ya sheria ambazo zimewekwa katika Uislamu. Ndugu Waislamu, jambo hili la kutoa zakatul fitri, kulisha, makusudio ya zakatul fitri ni kuweza kulisha wale ambao inapasa na inastahiki na wanapasa kwao kulishwa. Jambo la kulisha, ndugu zangu, ni jambo ambalo ndani ya Uislamu na ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kulizungumzia juu ya ule ukubwa wake na usiri wake na utukufu wake na cheo chake juu ya mtu ambaye mwenye kulisha. Tukiangalia zakatul fitri, maana yake na makusudio yake makubwa ni kulisha, ijapokuwa wengi katika watu hawako tayari na wanaona uzito na ugumu katika swala hilo la kulisha. Wa asa an takrahu shay'an fa huwa khairul lakum, huenda siku zote mkakichukia kitu na pakawa na khairi ni nyingi ndani yake. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, na huenda mkakipenda kitu na pakawa na shari ndani yake. Wallahu ya'lamu ma ta'lamun, na mtambue ya kuwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yale msiyoyajua. Ndugu Waislamu, jambo la kulisha ni jambo ambalo ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kulisifia, ameelezea katika aya nyingi ndani ya Qur'ani tukufu. Hata wale ambao siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kuwaingiza katika moto wa jahannam wa saqar, wataulizwa maswali, na wale ambao wameamini wako peponi, ma salakakum fi saqar, ni kipi kilichokupelekeeni nyie kuingia ndani ya moto? Kipi watajibu? Qalu lam naku minal musallin, kwanza kabisa tulikuwa sisi sio miongoni mwa wale ambao wakiswali. Hilo kosa la kwanza. Lakini kosa la pili, wala mnaku nut'imul miskin, hatakuwa sisi ni miongoni mwa wenye kuwalisha maskini. Ndugu Waislamu, swala la kulisha ni swala kubwa sana, ni swala ambalo ukamlisha ndugu yako
ukampatia ndugu yako akashiba na ukamshibisha ndugu yako. Ndugu yangu, hilo jambo unapoliona wewe katika masala ya kawaida, manzari ya kawaida, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo lililokuwa kubwa kabisa. lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamwe hamtoweza kufikia katika jambo, katika daraja la kuweza kupata wema mpaka mtoe katika vile ambavyo mnavyovitaka, mnavyovipenda. Ndugu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika aya kemkem ndani ya Qur'ani jambo hilo la kulisha. Tukiwa tunazungumzia kuhusiana na zakatul fitri, na zakatul fitri makusudio yake ni kulisha, na wala sio kuuza wala kufanya biashara wala kwenda kulimia au kupanda. Makusudio makubwa ni kulisha. I'lamu ya muslim anna zakatul fitri furidhat fi sanati thaniyati min alhijra ma'a faradhi Ramadhan. Tutambue ya kuwa zakatul fitri ni jambo ambalo limefaradhishwa, na kufaradhishwa kwa jambo na ibada hii ya zakatul fitri imefaradhishwa mwaka wa pili tangia kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam Maka kuelekea Madina. Katika hijra mwaka wa pili zakatul fitr ndipo ikaweza kufaradhishwa, pamoja na kufaradhishwa na faradhi ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani, saumu ya mwezi wa Ramadhani, funga ya mwezi wa Ramadhani imeweza kufaradhishwa mwaka wa pili tangia hijra kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam Maka kwenda Madina, kama ambavyo tunaelezwa ilivyokuja aya ndani ya Qur'ani tukufu katika mwezi wa Ramadhani. Aya hiyo imeweza kusomwa mara nyingi, aliposema Allah katika aya nambari 183 katika surati Baqara, aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmeweza kufaradhishiwa juu yenu funga kama ambavyo walivyofaradhishiwa kufunga wale waliopita kabla yenu. Funga gani? Katika mwezi gani? 185 akasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Funga ambayo inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani ambao ndipo imepata kushushwa na kuteremshwa ndani yake Qur'ani, ambayo ndio mwongozo kwa watu na ni yenye kuongoza katika uongofu na ni yenye kupambanua baina ya haki na batili. Maana zakatul fitr ni nini? Maana ya zakatul fitr hiya sadaqatun tajibu inda al-fitr min Ramadhan biinqidha'ihi. Zakatul fitr maana yake ni sadaqa maalum ambayo inayopasa kutolewa wakati wa Eid al-Fitr kutokana na funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hukumuha, hukumu ya zakatul fitr hiya fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Zakatul fitr hukumu yake kwanza ni faradhi ambayo inapaswa aifanye faradhi hii kila Muislamu, mwanamume na mwanamke. Maana yake yoyote yule ambaye ni Muislamu inampasa kutekeleza zakatul fitr. Bihadithi Ibn Umar radhiyallahu anhu, ushahidi hadithi ya Umar, ya Ibn Umar mtoto wa Umar, Allah amridhie yeye na baba yake, pale aliposema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr min Ramadhan, amepata kufaradhisha mtume wa Allah zakatul fitri kutokana na Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zakatul fitr kutokana na Ramadhani. Laha hikmatani, hiyo zakatul fitri ina hikma mbili au hikma za aina mbili. Zakatul fitr ni nini hikma yake? Maana yake ni lazima ujiulize kama Muislamu, hikma yake ni nini? Hikma yake ni ipi? Hiyo zakatul fitri ina hikma gani? Ina hikma mbili. Hikmatul ula, ima hikma ya kwanza kabisa tathiru saimi